Leo bodi ya maji bonde ya Rufiji ilikuwa na zoezi la muhimu sana la upandaji wa miti rafiki na maji katika eneo hili la mto Mbarali. Zoezi hili ni sehemu ya utekelezaji wa mradi wa NBS Usangu ambao ni mradi wa kutumia mbinu za asili katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwenye usimamizi wa rasilimali za maji. Kwa hiyo zoezi hili lilikuwa ni zuri sana kwa sababu leo ilikuwa tu ni uzinduzi. Na tumezindua katika mto huu Mbarali kwa maana catchment hii ya Mbalali, lakini mpango ni kufanya katika mto wa Mndembera, mto wa Kimani, mto wa Chimala, mto wa Mloo. Hii mito yote ipo katika bonde la Usangu na mito yote hii inaingiza maji yake katika mto wa Great Ruaha au Ruaha Mkuu. Wote tunafahamu umuhimu wa mto wa Great Ruaha katika uchumi wa nchi hii kwa sababu ni mto ambao kwa kweli unachangia maji mengi kwa ajili ya kilimo, hasa katika eneo la Usangu. Tunatambua kilimo kikubwa kilichopo cha mpunga katika eneo la Usangu, lakini pia mto huu unasaidia sana katika uhifadhi kwenye mbuga hifadhi yetu ya taifa ya Ruaha National Park. Lakini maji haya yanapotoka katika mto huu yakiwa katika mto Ruaha yanaingia katika bwawa la kuzalisha umeme la Mtera, Kidatu na hatimaye katika bwawa la Julius Nyerere. Kwa hiyo ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan pamoja na Mheshimiwa Waziri wetu wa maji Mheshimiwa Jumaa Aweso kuhakikisha kwamba rasilimali za maji zinatunzwa kwa wivu mkubwa. Kwa hiyo sisi tumekuja kutekeleza tu maelekezo hayo na kutimiza wajibu wetu kama sehemu ya kazi za bodi ya maji za bonde la Rufiji. Shughuli hizi za upandaji wa miti ni moja tu ya shughuli za mradi, lakini huwezi kuhifadhi na kutunza vyanzo vya maji kwa kutegemea kupanda miti peke yake. Kwa hiyo ni lazima uende na kazi nyingi tofauti. Kwa mfano kwa mradi huu na sisi bodi ya maji bonde ya Rufiji, ili kuhakikisha kwamba maji yanapatikana kwa ajili ya miradi yetu kwa ajili ya Ruaha National Park pamoja na miradi ya umeme iliyopo chini kule, tunapanda miti, lakini pia tunafanya zoezi la kufukua mito iliyopoteza mikondo yake na kuirudisha katika mikondo yake ya asili. Kwa hiyo maji hayawezi tena kupotea kama ilivyokuwa yanapotea awali. Lakini mradi huu pia unasaidia kuchimba visima virefu ambavyo visima hivi tunatumia kwa ajili ya ujenzi wa mabirika kwa ajili ya kunyweshea mifugo. Ni kuhakikisha tu kwamba tumepanda miti, tumerejesha uoto. Baada ya kurejesha uoto, lazima tuwape mbadala wananchi. Tuwachimbie visima, tuwajengee mabirika ili wale ng'ombe waende kunywa maji huko kwenye mabirika, kwenye maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya malisho, na sio tena ng'ombe hawa waende kwenye vyanzo vya maji. Kwa hiyo hii ni kupunguza pressure katika vyanzo vya maji, kwa hiyo tunaamua tunawapa njia mbadala. Mojawapo inayotusaidia katika hifadhi ya mazingira ni upandaji wa miti. Kwa hiyo tuna mradi una plani kwa mwaka wa fedha huu kupanda miche 50,000 na tumefanya kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Mbalali ambapo tunashirikisha shule, na kwa awamu ya kwanza tutafikia shule 15 katika wilaya ya Mbalali ambayo inapakana na mito na ambazo zinapakana na mito na vyanzo vya maji. Kwa hiyo kwa ujumla zoezi hili ni muhimu sana katika kuhifadhi na kutunza kingo za mito. Tulifanya zoezi la upandaji wa beacon kwenye mito hii na sasa tunakuja kuhakikisha kwamba maeneo ambayo yalitengwa na kupandwa beacon yanapandwa miti. Kwa hiyo mradi wa NBS kupitia bodi ya maji bonde la Rufiji itapanda miti kwa nia ya kuhakikisha kwamba tunahifadhi vyanzo vya maji. Na katika kufanya mazoezi haya tunashirikisha shule za msingi kwa kuanza kutoa elimu mashuleni, kuunda klabu za mazingira ambapo mpaka sasa hivi tumeunda klabu za mazingira 15 na mpaka tunafikia mwisho wa mradi tunataka kuunda klabu za mazingira 30 ambazo sasa klabu za mazingira itakuwa ni kikundi cha
uhamasishaji mashuleni kuhusiana na utunzaji wa mazingira na vyanzo vya maji kwa ujumla. Tunataka, na sera ya maji inaelekeza hivyo, kwamba watoto wadogo walioko mashuleni waweze kufundishwa namna ya kuhifadhi na kutunza vyanzo vya maji na mazingira kwa ujumla. Kwamba mito hii ni muhimu sana kwa matumizi ya binadamu ya kawaida, lakini ni muhimu sana kwa matumizi ya kilimo, umwagiliaji kwenye mashamba, lakini mwisho ni muhimu sana kwa sababu haya maji ndio yanasababisha nchi nzima